Mtazamaji, ni kwa stari moja kika basi Rio kabambe sana tena zaidi. Hebu tukuingirie kwenye ruti za introduction ya sinema. Ina maana basi ni kwenye mwanzo wa sinema. Alright, hebu tukuja kumpata Victor Reyes. My name is Victor Reyes. Jamaa ambaye hapa basi anafanyanga kazi ya kuwasafirisha watu moja kwa moja kutoka hapa duniani mpaka kule Sayuni. Ina maana basi huyu sasa ni hitman, anafanyanga kazi ya kulipwa, analipwa, anaweza kuwasafirisha watu, ndugu brother mpenzi mtazamaji, moja kwa moja mpaka kule Sayuni. For example, mtu akikataa na deni yako, unalipa jamaa wetu Victor Reyes, na kisha Victor Reyes anamsafirisha mpaka kule Sayuni. Ina maana sasa mtazamaji, jamaa wetu Victor Reyes yeye ni muuaji, lakini iliweza kufika mahali pamoja akaona anafaa kuweza kuachana na hii kazi, na kwa hivyo alikuja kumfahamisha mdozi wake kwa maana kwa eti, mimi ni kuenda naenda, sitaki kufanya hii kazi ya kuua watu tena. Hii kazi ya kuwasafirisha watu mpaka kule upande wa Sayuni sitaki kuifanya tena, na kwa hivyo akaamua hapa basi kuacha ile kazi. Lakini akona manzi wake na ambaye hapa basi wanakuanga mapartners. Huyu manzi kwa jina la Ayana wanakuanga mapartners. Na kwa hivyo wetu alikuja kuweza kujaribu hapa basi kuweza kumsikiza, kamfahamisha Vavarai wachana na hii kazi ya kusafirisha watu, kupeleka watu kule upande wa Sayuni. Tuweze kuishi maisha ya kawaida Vavarai. Tuweze kuishi maisha ya kawaida. Lakini manzi kamfahamisha Vavarai, kama umeamua kuogopa na kuacha kazi, wacha mimi niendelee kuweza kufanya kazi, na kwa hivyo kuna vile ambavyo hapa basi naweza nikaacha kufanya kazi kwa vyovyote vile. Manzi akaweza kuchomoka design kama hiyo, dogo brother mpenzi mtazamaji, akaweza kuamua kwa maana kwa eti yeye ataweza kuendelea kufanya kazi ya kusafirisha watu mpaka kurupanda wa Sayuni. Jim Towns utakuja basi kumpata vile vile mweza kuhusika kwenye hii sinema. Alright, ebu sasa mtazamaji tukuingirie sasa siku turiozo. Ina maana basi hizi sasa ni baada ya miaka 15 namba hapa basi mweza kupita. Hizi sasa ni siku turiozo shasha. Sasa manzi wetu na yeye Ayana bado anafanyanga ile kazi ya kuweza hapa basi kuwaua watu na kuweza kuwasafirisha watu moja kwa moja mpaka kule Sayuni. Killer X ndilo title kamili la hili sinema, dogo brother mpenzi mtazamaji. Jose Luis Torres utakuja basi kupata hapa basi maweza kuhusika kwenye sinema. Elena Churinova, hawa wote basi ni kati ya watu ambao watakuwa wamehusika kwenye hii sinema. Amanda Sinova utakuja basi kumpata kwenye hili sinema vile vile. Manzi wetu Ayana unasikia sasa, yeye anafanyanga kazi ya kuua watu, na kama leo hii anakumbuka zile vibarua zote na ambazo hapa basi ashawaiweza kufanya. For example, leo hii anakumbuka mtu ambaye hapa basi alikuwa ameweza kufahamishwa hapa basi aweze kumwangamiza. Mwanzo alikuwa amekataa na ndeni ya washuka. Ndeni ya washuka lazima umpe nani? Vavarai toka yoitwa Ayana. Huyu sasa anafanyanga kazi ya kuweza kuangamiza watu. Manze wetu Ayana, Vavarai unakataaje na ndeni ya washuka nani? Unaenda unakopa mtu ndeni vizuri, lakini sasa ikifika mahali pa kulipa, hapo ndipo noma inaingiria nani? Wacha upuzi nani, lipa ndeni ya wenyewe Vavarai. William Christopher Ford utakuja basi kumpata vile vile kwenye sinema, dogo brother mpenzi mtazamaji. Ina maana manzi wetu Ayana yeye sasa hii ndiyo kazi imeweza kumweka tauni manzi. Alright, hebu sasa tukuingirie sasa ukipenda basi rutikando mahali na ambako tunakuja kumpata jamaa wetu Victor Reyes. This is my life now.
I'm married to a beautiful woman I love. Kumbe sasa jamaa wetu Victor Reyes baada ya kuachana na kazi ya mauaji halikuja sasa na akaweza kumtafuta bibi mwingine, akaweza kumuoa manze kwa jina la Dani, na kisha timaye basi wakaweza kubarikiwa na watoto wawili, na ambao hapa basi sasa manze, yani jamaa wetu Victor Reyes anafanyanga kazi basi ya kuweza kuchunga familia yake. Na kama leo hii jamaa wetu Victor Reyes anafanyanga kazi ya delivery, unaona, anawapelekea watu chakula design kama hiyo dogo. Brother mpenzi mtazamaji, ina maana basi jamaa wetu Victor Reyes yeye sasa ashaweza hapa basi kubandirika kabisa. Zikikuingilia sasa ni nyakati za jioni, na wafunza vijana kucheza kabumbu, unaona, anawafunza vijana kuweza hapa basi kucheza football, na vile anakuanga hapa basi na duka la martial art, yani anakuanga na shule la martial art, and I love it. Lenyewe ndilo hili. Unasikia sasa Victor Reyes yeye ni mtu na hapa basi ashaweza kuachana na ile kazi ya kuweza hapa basi kuangamiza watu. Yani leo hii sasa yeye ni mtu na hapa basi unaona kwa na familia. Josh and Sean are a bunch of losers. Unaona? I'm just glad. Ashaweza basi kupata familia, na leo hii yani jamaa wetu Victor Reyes ashaweza kutulia. Sasa amekuwa jamaa na hapa basi anachunga familia yake. Victor Reyes. How to assess the situation, the immediate dangers. Akakuja kumfahamisha kijana wake, ukiwahi uweza kuona mtu nani anakuchokoza, uweza nani kukaa ngangari, na uweza kumake sure kama anakuitia hapa basi mweza kuonyesha huyo jamaa nkanga brute vavarai. Umesikia? Jamaa kiwahi uweza kukuchokoza nani, uweza kumake sure kama anakuitia hapa basi huyo jamaa umeweza hapa basi kumuonyesha wewe mwenyewe ndiye nani. Unaona? Hii sasa ni jamaa wetu Victor Reyes anafahamisha huyo kijana wake kwa jina la Max. Can I get you guys anything else? 3 times. To go home boxes, please. I'll be right back. Thank you. Weirdo. Alright. Sasa jamaa wetu Victor Reyes ameshaweza basi kuwapeleka watoto wake out. Sasa ameweza kuwatoa hapa basi kwenye restaurant, akawafahamisha nani, uwezeni kuchomoka, wacha mimi hapa basi niweze kukuingilia kwenye shule langu la martial art, niweze kumeshow kama na kueti kila kitu kiko sawa, niweze kufunga lile duka langu, yani niweze kufunga lile shule la martial art mwanzo, zishakuwa nyakati za majioni. Alright, jamaa wetu Victor Reyes akaweza basi kuchukua rondi moja kwa moja, anakuingilia sasa kwenye shule lake la martial art, lakini kuweza kufika area zenye wezi, akasikia kuna mtu area zenye wezi. Nani huyo? No. No. Manze wetu Ayana. Not again. Every time. Jamaa wetu kamuuliza Vavarai, ishaweza kupita miaka 15 nani? Mimi na wewe tushaweza kuachana. Nilikwambia uachane na hii kazi ya kuua watu. I don't have... Haujawahi weza kunisikiza. Please. Kuweza kujipea rudi na ni uweze kuchomoka. Did that. Lakini unaona manze wetu mpaka hapa basi ameweza kuumizwa. Ina maana manze wetu sasa yeye anafanyanga kazi ya kuweza kuangamiza watu. Akakuja kumfahamisha jamaa wetu, kuna watu nambao hapa basi wanataka kuniangamiza. Watu nambao hapa basi walikuwa wameweza kunipea kazi. Right. Okay. Wanataka kuweza hapa basi kuniangamiza. Ina maana wandozi wangu wameamua hapa basi kunigeuzia, wanataka kuweza kuniangamiza. Lakini jamaa wetu kumfahamisha, leo hii basi mimi nishaweza kuoa, niko na mtoto, niko na bibi na watoto na nini short. So, hakuna friend namba viva hapa basi naweza nikakusaidia. Lakini punde si punde kulikuingilia sasa machinery wa kulipwa. Kuliweza kukuingilia sasa muuaji namba hapa basi ameweza kutumwa kuingilia hapa basi kupenda area zenye wezi, aweze kumwangamiza sasa manze wetu Ayana. Akakuingilia sasa area zenye wezi sasa Njose, ndiye namba hapa basi ameweza kutumwa shasha. Akakuja kaanza kulikagua lile shule lake jamaa wetu Victor Reyes. Wewe Vavarai, yani unakuja kwangu, unaniona hapa na unaanza kuangalia vitu zangu ovyo ovyo na nini? Hiyo si ni kukosa adabu na nini? Where? Vavarai. Where? Where she? Ako wapi huyo manzi? You know who I'm talking about. Unajua kitu ambacho nakuuliza Vavarai? Huyo manzi ako wapi? Unataki kuongea hii? Angejua jamaa wetu Victor Reyes ni nani huyu, angeweza kumchokoza.
Vavarai, Last chance. last chance. Unatoa huyo manze ama mtoi? Ha? Nataka uniweze kunipea huyo manze. Kisu kando. Haya, he. Kwani unajua kupigana Vavarai? Nilifikiria wewe ni kurutu. Kumbe jamaa wetu Victor Reyes, yeye ukisikia sasa alikuwa anafanya kazi ya kuweza kuangamiza watu. Alikuwa hapa basi yani anawandaria watu proper. Vavarai, utaweza kunipea huyo manzi? Victor Reyes na Jose kitu gani nani? Yani natumwa area za Nyawezi au kuambia unakuja kupatana na nani kwani? Unakuja kwangu na kisha unaanza kunitisha watu ovyo ovyo nani? Vunjo mkono. Mkono moja iko down. Lakini Jose ameweza kuamua hapa basi liwalo na liwe. Mkono ingine onwa kando Vavarai. Mikono zote zimeweza kuvunjwa. Lakini wetu Ayana aliweza kukuingilia na kisha hapa basi hatimaye akaweza kumvunja shingo yule Jose. Talking about Karash. like 22 seconds. Sasa wewe unamfahamisha Vavarai ona sasa. I mean, Umeweza kukuingilia hapa basi area za Nyawezi hata dakika 10 zijaweza kuisha. Ushaweza kuua mtu already. Till I'm dead. Lakini mwanzo wote kumfahamisha Vavarai. Hawa watu wananitaka mimi na kwa hivyo hakuna vile ambavyo hapa basi wataturia mpaka ile siku namba hapa basi wataweza kumake sure kama na kwa hapa basi wameweza kuniangamiza. We used to be. Sasa mwanzo wetu akaanza kumfahamisha jamaa wetu Vavarai. let's take a step back, like a literal step back. Mimi na wewe tulikuanga wapenzi nani? Kumbuka vile namba hiyo hapa basi tulikuanga tunajibamba nani? Kumbuka. Okay. Over and over again, right? Yes, I'm aware. Thanks. Manze wetu najaribu yani kumuingiza jamaa wetu box. Anamfahamisha Vavarai. Mimi nilikuanga kipenzi chako cha roho nani kumbuka. I take it you need money, right? Sasa unasikia huyu manze wetu Ayana. Well, Kuna watu ambao hapa basi wanataka kumwangamiza manze wetu Ayana shasha. Kuna watu ambao hapa basi wameweza kuamua hapa basi jamaa wetu yani manze wetu Ayana lazima aweze kulala kwa fridge. Aba anacheza dogo brother mpenzi mtazamaji. Alright. Ebu sasa mtazamaji tukuje kupata gaidi namba hapa basi ni hatari kubwa sana tena zaidi. Gaidi kwa jina la Ahmed Shakur. Mwenyewe ndio huyu chicha. Kumbe sasa Ahmed Shakur yeye ndiye mtu namba hapa basi ameweza kutumana manze wetu hapa basi manze wetu Ayana aweze kuangamizwa. Na kwa hivyo leo hii alikuja sasa kuweza kutafuta machinery mwingine kwa jina la Marzana. Marzana mwenyewe ndiye huyu manze namba hapa basi ameweza kuporea area za Nyawezi shasha. Na kwa hivyo Ahmed Shakur Milk of your mother country. alikuja sasa kuweza kubonga na huyu manze kwa jina la Marzana mwanzo. Anataka manze wetu Ayana aweze kuangamizwa. I have a job for you. Akakuja kumfahamisha niko na job namba hapa basi nataka kuweza kukupea. And I want you to take care of it. Niko na kibarua na ambacho nataka kuweza kukupea Vavarai. Kuna kibarua na ambacho nataka kuweza kukupatia nani? Anyone I know? Nataka uweze kuniangamizia manze fulani kwa jina la Ayana. We're talking about Ayana? Nataka uweze kuangamiza Ayana nani? Spare more than one. Me three, my phone. Activate. Na kumbe Ayana alikuwa anafanyia kazi hawa watu. Alikuwa anawafanyia hawa watu kazi dogo brother mpenzi mtazamaji. Lakini wakati moja Ayana aliweza kupatiwa kibarua uweze kumwangamiza jamaa fulani. Lakini baadaye aweze kumwangamiza mtu ambaye ameweza kufahamishwa. Manze wetu Ayana aliweza kuua mtu ambaye hapa basi alikuwa amempea hiyo kibarua. Na hii yote inakuanga hapa basi imeweza kuongozwa na huyu gaidi kwa jina la Ahmed Shakur. Sorry. Akamfahamisha Ayana aliweza kuangamiza watu wangu, na kwa hivyo nataka hapa basi muweze kumake sure kwamba na kwa eti huyo manze kwa jina la Ayana umeweza kumwangamiza.
nitakuripa pesa mzuri sana tena zaidi. Hebu sasa tukuja kumpata gaidi na ambaye hapa basi anajulikana kama Verbspenda Leonard. Aliweza kupigiwa simu shasha, na kisha na yeye Leonard akaweza basi kuweza kupigia magaindi wake simu. Magaindi na hapa basi wanaporeanga huu mtaa, na ambao hapa basi manze wetu Ayana ameweza kuepea. Unaona? Ayana ndiye namba hapa basi anahitajika. Manze wetu Ayana ndiye manze namba hapa basi wanahitaji sasa kuweza hapa basi kumake sure kama na kuitia hapa basi wameweza kumwangamiza. Na wameweza kuangamiza mtu huyu manze wetu Ayana. Na kwa hivyo ni waweza kuficha ule mwili. Wanapolisi wasiweza hapa basi kuja kupata ule mwili, wataweza kumletea jamaa wetu Victor Reyes Shinda. Na kwa hivyo manze wetu Ayana akaamua ni kuweza kuficha ule mwili. Yeah, sorry. Jamaa wetu na yeye, jamaa wetu Victor Reyes alikuja kufahamishwa na kijana wake, akamfahamisha baba dadi, wakati wa majioni uweze kutokea tuko na game. Na kwa hivyo naweza nikataka hapa basi uweze kutokea, uweze hapa basi kujiangalia nikiweza hapa basi kucheza football. You good? Sure. Alright, vile jamaa wetu anakuanga na haka kamanze. Haka sasa ni kabinti kake jamaa wetu Victor Reyes. Unasikia sasa hapa basi ni baada ya miaka 15 tangu aweze kuachana na ile kazi ya ugaidi. Lakini leo hii Ayana ameweza kurudi tena kiweza hapa basi kuhitaji usaidizi. Jamaa wetu anakumbuka vile namba vya hapa basi alikuwa anafanya hapa basi kazi. Yani vile namba vya hapa basi ameweza kumwangamiza Jose. Hey, don't forget it's trash. Mpaka bibi yake alikuja kumfahamisha Vavarai, usisahau kuweza kubeba hiyo takataka uweze kupeleka nje nani. Leo ni tani yako ya kuweza hapa basi kupeleka hiyo takataka nje, na kwa hivyo weza kupeana hiyo takataka iweze kukujiwa na lori nani. Jamaa wetu akaweza kuleta takataka areas zinaweza kama ilivyo kawaida. Jamaa wetu anakumbuka vile ambavyo hapa basi walikuwa wanafanya training na huyu manze kwa jina la Ayana mwanzo. Wakati wa zamani nishakufahamisha dogo brother mpenzi mtazamaji, walikuanga wapenzi, lakini sasa hawa walikuwa wanafanya kazi ya kuweza kuwaua watu nani. Walikuwa wanafanya kazi ya kuwapeleka watu Sayuni nani. Aba wanacheza na hawa sasa ndugu brother mpenzi mtazamaji, jamaa wetu Victor Reyes wakiwa na huyu manze kwa jina la Ayana. Alright. Siku ambayo hapa basi iliweza kufuata zikiwa hapa basi ni nyakati za asubuhi na mapema. Jamaa wetu alikuingilia sasa hapa basi kwenye lile shule lake la martial art. Na kumbuka huku ndiko manzo wetu sasa ameweza kuporea usiku mzima. Huku sasa ndiko Ayana ameweza kuporea usiku mzima mwanzo. Jamaa wetu kana familia na aweza kataka familia yake iweze kujua kwa maana kwa eti ex wake ashaweza kurudi na anahitaji usaidizi wake jamaa wetu. Did your wife make this? Mpaka manzo wetu namuuliza yani nani unaniletea chakula na ambayo bibi yako ameweza kuandaa nani? That's none of your bibi yako anakuandalia chakula na kufahamisha bwanangu kienda ukule lunch. Na wewe bandara uweze kwenda kukula lunch. Unaniletea hicho chakula nani? Mbona inakaa bado unanipenda nani? Mbona inakaa bado haujaweza kumove on Vavarai? I can drop into Tanisha. Sasa manzi wetu akakuja kuanza kumkumbusha jamaa wetu akamfahamisha Vavarai. Hebu kumbuka. It's all a lot of bad places. Hiyo time tulikuwa tunapendana vizuri sana tena zaidi. Tunaenda Tunisia, tunaua watu, tunarudi jo. Tulikuwa tunapendana nani? Yani tulikuwa tunatembea sehemu tofauti, tunafanya vibarua pamoja. Na kisha hatimaye basi tunatulia, tunarudi kwa ndege, tukiwa hapa basi mustarehe, tunarudi, tunaweza kuingia kwenye nyumba yetu, tunalala. Yani tulikuwa tunaishi maisha na ambayo hapa basi ilikuwa tamu sana tena zaidi. Najua na miss hiyo maisha Vavarai. No. You're trying to make me feel nostalgic. Jamaa wetu kamfahamisha Vavarai, mbona umeanza kuleta mambo zamani? Sasa unataka kufanya nianze kufeel eti nianze kufeel kukuhurumia, nianze kukuhurumia hapa na kisha hatimaye hapa basi niweze kukusaidia. Si ndio unataka hii? Hiyo kitu na nia iweze kufanyika. Lakini jamaa wetu aliweza kutumua message na Andrea Kilina akamfahamisha Vavarai, nguo zako tushaweza kumalizana nazo na kwa hivyo uweza kukujia. Mpaka manza kamuuliza Andrea Kilina
Tangu lini dry cleaner wakaanza kutuma message? Si wanapiganga mtu simu eh. Kuna kitu na ambacho kinaendelea, kitu na ambacho sio cha kawaida hata kidogo. Hebu sasa tukuje kupata bibi yake jamaa wetu Victor Reza. Bibi yake jamaa wetu Victor Reza ameweza kutumiwa message, vile vile akaweza kufahamishwa kujia manguo. Nami ni kufahamisha tu kinagobaga dogo brother mpenzi mtazamaji, hakuna manguo na ambazo nakujia. Huyu mtu wa dry cleaner kwa jina la Ken ameweza kulipwa aweze kumteka nyara bibi yake jamaa wetu Victor Reza. I thought I was going to pick up the stuff. Sasa jamaa wetu akakuingilia fast mwanzo shaweza kujua kweli wa maneno kwa maana kwa eti kuna kitu na ambacho kinataka kuendelea area za Nyawezi, kitu na ambacho hapa basi sio cha kawaida hata kidogo. Mwanzo mtu wa dry cleaner ameweza kulipwa aweze kumteka nyara bibi yake jamaa wetu, na kisha timaye waweze kumtumia bibi yake jamaa wetu waweze kumpata Ayana. Unaona? Na ni ukweli wa maneno. Mwanzo Ken yule mtu wa dry cleaner aliweza kuingilia. Baba Rai ziko wapi nguo? But you text them. Nguo ziko rindi. So sorry for the inconvenience. So sorry. Kind of Manguo ziko hapa. Mwanzo ameweza kuona jamaa wetu akajua mambo yameweza kuharibika. Akaweza kufahamisha manguo ziko ready. Lakini jamaa wetu anajua ukweli wa maneno ni kwamba na kwa eti wanataka kuweza kumteka bibi yake nyara. Akafahamisha bibi yake nani iweza kutoka nani. Hii mambo tutaweza kusuluhisha mimi kama yani tukiwa na yeye hapa basi mambo kiwa na ume. Lakini bibi yake juu hapa basi nini kinaendelea hela zenye uweza na jaribu kumfahamisha baba hii. Mbona unakaa kama umeweza kuvuta bangi asubuhi na mapema nani? Serious, honey, drink some herbal tea. Enda ukunywe hapa basi maziwa, ununue maziwa upunguze bangi mwanzo. Babe, see you tonight. Itakuwaje leo hii unaanza kunibembeleza eti nisichukue manguo? Lakini jamaa wetu bibi yake kuchomoka akajua bas. Si ulikuwa unataka kuteka bibi yangu nyara Vavarai. Manze wetu Ayana Not go. ako area zenye weza kumfahamisha Vavarai. Unajaribu kufanya nini boyfriend wangu? Nitaweza kukupiga na kumfu. Kumfu kitu gani nani? Unajua mimi ni Ayana nani? Unajua mimi ni Ayana. Jamaa wetu ako area zenye weza. Ken akaanza kupepetwa shasha. Combination ya jamaa wetu Victor Reza na manze wetu Ayana. What? He's working. Yule jamaa ameweza kuonwa vita. 10% bleach solution soda. Unasemanga vitu na kosea. Sasa jamaa wetu alikuja kumfahamisha Vavarai. Umenifuria manguo kwa miaka mingi sana tena zaidi. He was going. Itakuwaje leo hii hapa basi unataka kumteka bibi yangu nyara? Lakini Ayana kamfahamisha hawa magaidi wanakuanga na tumtu tundogo na ambazo hapa basi tunawafanyanga kazi. Na kwa hivyo Ken ni mmoja ya hawa watu na ambao hapa basi ni maagent wa huyu Hamed Shakur. Because I say we kill him and damn him. Sasa mwanzo Ayana anamfahamisha Vavarai. Tuwe huyu mtu. Halikuwa anajaribu hapa basi kuweza kumteka bibi yako nyara. Just seems. Sasa jamaa wetu anamfahamisha Vavarai. Mimi sipendi kuua watu ovyo ovyo. Mwanzo wetu anamfahamisha Vavarai. Huyu mtu alikuwa anajaribu kuua familia yako. Tuweze kumwangamiza. Usipomwangamiza bado atajaribu kuua hapa basi ama kuangamiza familia yako. Victor, it's your family safety. It is your family safety nani? Weza kuangamiza huyu jamaa. Jamaa wetu akafikiria kaona haina haja nimuue. Kama ni familia yangu inataka kukujia, wacha tuone kama atakujia na mikono ikiwa imevunjika. Akavunja mkono akamfahamisha Vavarai. Let him try to come at me with a Wacha akuja hapa basi na kisu, akiwa hapa basi na mkono imevunjika. Mwanzo wetu Ayana anamfuuliza, "Yaani unataka kumaanisha sasa anatumianga mkono wa right? What if anatumia mkono wa left?" Basi wacha nivunje ingine. Yule Ken akina jamaa wote waliweza kumwacha wakiwa wamemvunja mikono zote. Mpaka nawafahamisha nani? Thanks for not killing me mwanzo unajua. Manze wetu Ayana, yeye hichi ndi kibarua na macho hapa basi anafanyanga yani cha kuweza kuangamiza watu. We got work. Alright, ebu sasa tutakuja kumpata huyu manze kwa jina la Marzana. She's still alive. For God's sake, stop stuttering me. Aliweza kufikishiwa ripoti akafahamishwa yule manzi bado ako uhai. Tulikuwa tumeweza kuamua tuweze kumteka bibi yake jamaa wetu Victor Reyes nyara na kisha tumaye tuweze kumuitisha Ayana kama anataka bibi yake. Lakini
hiyo plan haijaweza ku work out, na kwa hivyo itabidi tumeweza hapa basi kutumia plan B, tuweze kumtuma Leonard, yule machinary kwa jina la Leonard, tuweze kumtuma aweze kumekisha kama na kwa hapa basi ameweza kumuona kando huyu Ayana. Hold off on the swordsman for now. Mwanzo kumfahamisha wote wakishindwa, hapo sasa ndipo tutaweza hapa basi kumtuma swordsman. Na wewe Dimitri, endo tafuta bibi nani? Umesikia? Endo tafuta bibi nani, acha kuangalia mdozi ndizen kama hiyo Vavarai. Wacha wewe hapa basi, yani tabia mbaya. Hapo sasa ndipo Leonard aliweza kufahamishwa na Dimitri kwa maana kwa eti Vavarai. You fail. Huyo manzi endo muangamize. Ukishindwa tutatuma swordsman next. Na kwa hivyo itabidi basi muweze kumake sure kama na kwa hapa basi muweze kukamilisha kibarua cha kumwangamiza Ayana. Itabidi manzi umeweza kumake sure kama na kwa hapa basi muweze kumwangamiza Ayana. Yes. I'm sorry. If he was Sasa Ayana alikuja kumfahamisha jamaa wetu, I'm sorry manzi. I'm sorry kwa kuweza kuwaletea hii shinda yote hapa basi area zenye wezi. I'm sorry. I'm sorry manzi. I'm sorry I involved you and your family in this. I'm sorry niweza hapa basi kuweza kuiweka familia yako kwa shinda. the game. Hapo sasa nipo jamaa wetu akakumbuka hapa basi mtoto wake alikuwa ameweza kumfahamisha wakati wa jioni watakuwa na game, na kwa hivyo jamaa wetu akaweza kuelekea hapa basi kwenye ile game kuweza kutazama hapa basi kijana wake Max akicheza hapa basi kabumbu. Na kwa hivyo area za Nyawezi watu wanacheza kabumbu area za Nyawezi dogo, brother mpenzi mtazamaji. Akina Bampe, akina KDB wako area za Nyawezi. Lakini kuna kijana ambaye hapa basi kijana ketu Max akipata mpira, yule kijana anakuja na msukuma kijana wetu Max. Na kwa hivyo Max alikuja kumfahamisha babake. Of course. Thanks sana for hapa basi kuweza kukuingiria area za Nyawezi ndadi. Lakini kuna kijana ambaye hapa basi ako area za Nyawezi. Nikipata tu mpira This is Ayana. She's a friend of anaweza hapa basi anaanza kunisukuma ovyo ovyo na kisha hatimaye hapa basi ananiangusha. Alright. Big kid. Sasa Ayana alikuja kumuuliza nani? Huyo kijana ndiye namba hapa basi anataka kukuangusha nani? Oh, the question. Usikubali mtu aweze kukufahamisha eti yani mtu aweze kufanyia madharau ukiona. Mtu kiweza kukuangusha, mchenge nani? Uweze kumake sure kama na kwa hapa basi umecheza kama Mbappe. Uweze kumchenga vizuri. Aba anacheza na huyu manzi kwa jina la Ayana. Yeye hapa basi yani unasikia wao sasa ni wale mamanzi don't care. Wale mamanzi na hapa basi ni wagumu kabisa. Wakakuingiria sasa kucheza tena. Kijana wewe ukipata mpira anaangushwa ndizen kama hiyo. Sasa mtazamaji, hebu nikuja kukuonyesha vile mtu akicheza na akina Dimitri na Marzana anafanyangwa. Kama leo hii oi Desagu wa Busheri aliamua hapa basi kuuzia nyama imeoza. Vavaraye, unatuuzia nyama imeoza nani? Wacha tu kuonyesha vile tunafanyanga watu nani. Mtu akicheza na kina Marzana ona vile ambavyo hapa basi anafanyangwa shasha. Aliweza kuwauzia nyama ambayo imeoza na wao wakaamua sasa wataweza kumchinja. Check maneno. Unatuuzia nyama imeoza nani? Wewe ndiye namba hapa basi tutakuchinja na kisha timaya hapa basi tuweze kukula nyama yako. He got up again. Oh, I'm sorry. Sasa hapo ndipo bibi yake jamaa wetu alikuja kumfahamisha Vavarai. Mbona sijawahi weza kuona huyu manzi hata kidogo? Akamfahamisha huyu anajulikana kama vile spenda Mongoose. Mountain bike. Ayana. Yani Ayana. Call me Danny. Everyone does. It's great to meet Akamfahamisha mimi na mimi najulikana kama vile spenda Dani. Mimi ni bibi yake huyu Victor Reza.
Hapo sasa ndipo jamaa wetu alikuja kuwakutanisha Victor, yani alikuja kuwakutanisha Ayana na huyu bibi yake jamaa wetu kwa jina la Dani. Na bibi yake kuja kumfahamisha Ayana kwa maana kweti welcome, tutakuwa hapa basi na dina mahali fulani wa fulani, na kwa hivyo hapa basi umeweza kukaribishwa. I'll do anything. Sasa Jose wa Busheri na yeye oi, baada kuuzia Marzana nyama ambayo imeoza, waliamua sasa watakuja wamchinje yeye, wakule sasa, yani wakule Desagu wa Busheri. Desagu wa Busheri haliweza kuchinjwa na akina Marzana design kama hiyo. Aba anacheza na akina Marzana dogo brother mpenzi mtazamaji. Na unasikia sasa akina Marzana na Dimitri. Wao ndio namba hapa basi wameweza kukombolewa na Hamen Shakir. Waweza kuweza kumake sure kama na kweti hapa basi wameweza kumwangamiza manze wetu Ananya. So what was it finally broke? Yani Ayana. It was another woman. What? You cheated on her, you dirtbag. Sasa hapo ndipo jamaa wetu alikuja kufahamisha nani huyu jamaa wetu hapa sasa ndipo alikuja kufahamisha bibi yake kwa maana kwa eti Ayana alikuanga hapa basi ukipenda ni ex wake wakati wa zamani. If you'd been more open-minded, maybe you could have had him in I'm totally open-minded. I'm totally open-minded. Hapo sasa ndipo alikuja kuwakutanisha hapa basi ukipenda bibi yake huyu jamaa wetu Victor Reyes, huyu bibi kwa jina la Dani na huyu manze kwa jina la Ayana. You are a little bisexual. We're not. No, we're not. I'm not. And you just keep believing that. You'll be alright tonight? I got a room just outside town. Paid cash. Sasa hapa ndipo manze wetu alikuja kumfahamisha babari. Leo silali kwenye shule lako tena. Okay. Nishaweza kukomboa room mahali fulani wa fulani, na hapo sasa ndipo nambapo hapa basi na plan kuweza hapa basi kuelekea area zenye uwezo niweze kuporea usiku wa leo hii. He's a lot like you. Akamfahamisha Vavari, unaona uko na familia mzuri sana tena zaidi, kuweza kuchunga familia yako Vavari, weza kumake sure kama nakuja hapa basi familia yako iko safe na mambo yote itakuwa swandakta. Hey. Sasa Bridge. kuna kijana fulani anaitangwa Steve. Steve yeye aliweza kumuona Ayana akaona ni kadema, kamfahamisha Vavari, kuja niweze kukupea ka drink tuweze kujibamba. Lakini mwanzo wote kumfahamisha Vavari, fuck off, sitaki drink yako nani, sitaki pombe yako nani, uweze kukunywa pombe yako wewe mwenyewe kivyako. Mwanzo wetu baada ya Steve kuweza kuchomoka, yeye akaweza kutoka hapa basi kwenye Airbnb namba hapa basi alikuwa ameweza kutafuta area zenye wizi. Akaamua sasa kukuingilia kwenye klabu kwa hapa basi kuweza kutafuta kamnyweso. No, not since before us. Akina jamaa wetu nao hapa basi wakaelekea pale manyumbani wakuwa na bibi yake kwa jina la Dani, na yeye manze wetu Ayana akaweza bishi kukuingilia kwenye klabu shasha. Akamweza hapa basi kuamua kuingilia area zenye wizi, aweze kutafuta hapa basi kamvinyo 1 2 3, na kisha hatimaye hapa basi aweze kuporea area zenye wizi, aweze kutulia usiku mzima. Sasa baada ya kuweza kupewa kamvinyo, manze wetu akaweza hapa basi kuamua aweze kutulia area zenye wizi, aweze hapa basi kuweza kukabubuja kale kamvinyo. Manze wetu akaanza kujisukumia kamnyweso design kama hiyo, lakini punde si punde Steve akaweza kukuingilia sasa, akamfahamisha nani, yani nakupea pombe lakini wewe unakataa pombe yangu, unakuja kununua pombe. Yani manjo unapewa pombe na simple boy ndo manake na unakataa. Vavarai, huoni ni ujinga uko nayo nani? Lakini manzo wetu akamfahamisha Vavarai, mimi si ayo wale manzo ambao hapa basi muweze kuzoea. Wachana na mimi, wewe enda ufanye shughuli zako kivyako. Mpaka yule bartender akakuja akamfahamisha Vavarai, wachana na manzo muweze kukufahamisha, hataki mambo yako, wachana na yeye. Lakini Steve akamfahamisha nani, ushaisikia akina simple boy sasa? Sisi ndo wale watu ambao tunaitanga ma simple boys, Abana cheza ni kununulie pombe 1 2 3 na kisha tuweze kwenda tujibambe 1 2 3. Lakini
manze wetu akamfahamisha Vavarai, nakwambia uachane na mimi usikii. Yani unapiga Simple Boy. Simple Boy kitu gani nani? Simple Boy kitu gani Vavarai? Ukiambiwa uachane na manze, unaachana naye, umesikia? Na kisha Steve akaweza kuvunja mkono design. Chaka maneno. Vavarai, nimekwambia uachane na mimi. Auski akavunjwa mkono akafahamisha Vavarai. Manza akikwambia uachane na yeye unafanya nini? Manza akikwambia uachane na yeye unaachana na yeye, umesikia? Sema Manza akikwambia uachane na yeye unaachana na yeye. Nitaachana na yeye please. Ndo manake sitawahi weza kusumbua mamanze tena. Akafahamisha nani? Hiyo mistari na roga. Enda ukarogea mamanze wengine wa rika yako. Mimi sio manze wa rika yako hata kidogo. Vavarai, yaani nasimama hapa mpaka na wao na manze kiangalia. Mimi ni Simple Boy kitu gani Vavarai? Zima. Ndio manake. Alright, manze watu kuingilia kwenye Airbnb. Akapata na sasa na yule muuaji kwa jina la Leonard. Yua anaweza kutumwa areas zenye wezi, aweze kumake sure kama kwa hapa basi maweza kumwangamiza manzi wetu. Akikuta kumfahamisha manzi wetu, kumfahamisha Leonard Vavarai. I know you have a job to do. That was exactly I used to say. Hii kazi hata mimi najua vizuri sana tena zaidi, tumekuwa mapartners kwa miaka mingi sana tena zaidi. Watu ambao hapa basi wameweza kukutuma, hao ndio watu ambao hapa basi nilikuwa nafanyia kazi. Tuachana na hii kazi ya uaji na nini? Muachana na hii kazi ya uaji. Hata mimi mwenyewe nimeweza kuamua hapa basi niweze kuachana na hii kazi ya uaji. Wachana na hii kazi. You can own an Airbnb. Unaweza ukaweza hapa basi kujenga ma Airbnb, unaweza ukafanya mabiashara zingine, unaweza ukauza magari. Biashara ziko mingi zinalipa vizuri. Wachana na kazi ya kuua watu. Lakini Leonard akamfahamisha. Hiyo jinga yote unaniambia. Me in a Kia. Nitafikiria baada ya kuweza kukuangamiza. You gonna outrun other guy in mom's grocery getter? I'm just saying the good days are behind. Manze wewe unajaribu kumbandirisha huyu Leonard na mfahamisha Vavarai. Wachana na hii kazi. Lakini kama mfahamisha, I'm gonna think about it. But after nimekuangamiza. Think about it right after I kill you. Right after I kill you. Vavarai, yana kuongeresha na wewe hutaki kusikia. Leonard onwa kando. Sasa hawa wote ni wauaji dogo brother mpenzi mtazamaji. Hawa wote ni wauaji. Manze wetu onwa. Vavarai, nimetumwa niweze kukuangamiza. Sitakuja area zenye weze kukubiria. Lakini manze wetu pia yeye amana machezo. Patwa. Na kisha pa wewe chukua. Umekuja kuniangamiza hii. Unangamiza nani? Kuja hapa. Patwa. Vavarai, ngoja. Ni ngoja kitu gani? Ngoja. Na ngoja kitu gani? Si umekuja kuniangamiza? Umekuja kuniangamiza na kuongelesha, unaniambia utaki kusikia stories zangu, si ndio hii? Bas. Wewe umekuja kuniangamiza. Leo hii wewe ndio unakufa. Leonard. Kuangamizwa. Karasha. Leonard akaweza kuona kana na kisha manze wetu akamkojorea. Sikiza. Manze wetu akaweza kumkojorea Leonard nzeni kama ya bana cheza na manze wetu Ayana. Gaindi namba alikuwa ametumwa na Marzana. Akaweza kuangamiza, akaweza kufikishiwa ripoti, akafahamishwa mdozi. Leonard ameweza kuangamizwa. Na Shakur anauliza kuhusu whereabouts. Hamad Shakur anauliza tumeweza kufikisha kazi yake wapi? Ana habari kwamba nakuletea hapa basi. Wauaji na ambao tunawatuma wanaendelea kuangamizwa na huyu manze kwa jina la Ayana. Sasa wanataka kuita Swordsman, lakini manze wetu Marzana anamfahamisha achana na Swordsman, wacha mimi niweze hapa basi kwenda niongee na hapa basi kupenda Shakur.
swing. Naweza kuja hapa basi tukabonge na yeye mdozi. Akafahamisha nani, wewe tulia area zenye wezi. Shakur ni kesi atake kuniangamiza kwa mwanzo sijaweza kukamilisha kibarua chake. Wacha aweze kuniangamiza mimi mwenyewe. Lakini sasa ni usiku wa manane, lakini manzo wetu huyu Ayana akaweza kumfahamisha jamaa wetu, nimeweza kuangamiza mtu na nataka uweze hapa basi kuja kunisaidia kuweza hapa basi kuondoa ule mwili mahali ambako hapa basi nimeweza kumwangamiza mwanzo. Wanapolisi wakiweza kukuta ule mwili area za Nyawezi, itakuwa hapa basi ni shinda tupu. Good things come to good people. Sometimes. You're a good person too, Ayana. Akamfahamisha Vavarai, hata wewe unajua ni usiku wa manane. Usiku wa manane na niko na familia. Lakini haidhuru. Wacha niweze hapa basi kukuingilia area za Nyawezi nione tutaweza kukacheza namna gani. A dead body. A dead body? Jamaa wetu nashangaa, kwani wewe nani? Utaua watu wangapi? Ulimwangamizanga Jose? There's a... Sasa angalia leo hii. Umemwangamiza leo nani na yeye pia? It's gonna get complicated, isn't it? You might have a point. Also, I can't get in my shower with him there. Sasa mwanzo anajaribu kumbembeleza jamaa wetu anamfahamisha Vavarai. Najua uko na familia, lakini wanapolisi wakiweza kupata hapa basi huu mwili area za Nyawezi, wataweza kuniletea shinda Vavarai. Unataka isi wako aweze hapa basi kupelekwa njera nani? Hebu imagine vile tulikuwa tunakaa na wewe. Lakini jamaa wetu haidhuru akaamua hapa basi aweze kwenda kumsaidia hapa basi kupenda manzo wetu aweze kutoa ule mwili area za Nyawezi. Sasa alikuja kumfahamisha bibi yake, wacha niweze kuondoka. Kuna manjanta 2-3 nimeweza kupata. Old equipment from the dojo. Nataka kuendelea hapa basi manjanta 2-3 niweze kufanya kazi 2-3 kwenye shule letu la Kimasho hata. Be right back. Manzo wetu ndani anasikia hisi ni kuongewa, naenda kuongewa nani saa 8 ya usiku ete kazi. Manze wetu anasikia kabisa hii ni kuongewa, naenda kuongewa Vavarai. Lakini haidhuru jamaa wetu akakuja sasa kaanza kumsaidia hapa basi kupenda Ayana kutoa ule mwili area za Nyawezi. Unaona, wakaweza hapa basi kuanza kubeba mdogo na kisha tima ya hapa basi ni waweza kwenda kutupa kwenye mto. Wameamua sasa hapa basi samaki leo hii zitakuwa hapa basi zina enjoy. Yani wameamua hapa basi samaki ziende holiday mwanzo. Zile miili ambazo wanapelekea samaki siku hizi, kila siku lazima waweze kuspoil zile samaki. Yeah, of course. Unaona, akina jamaa wetu sasa wao wameamua hapa basi samaki ziweze kuenjoy to the fullest. Wameamua hapa basi waweze kupigisha samaki sherehe. Last time I checked, I wasn't the one with the curfew. Sasa jamaa wetu kurudi nyumbani mpaka akina watoto wake wanamuuliza Vavarai, daddy, hii ni tabia namna gani unaacha mami saa 8 ya usiku kwa kitanda peke yake na nini unaenda area zenye uwezo huko upande wa nje tunasema unaenda kazi. Mbona unaamua mami aweze kuongewa na nini ukiona? Okay. Tunajua vizuri ni kuongewa mami anaongewa, lakini adhuru haina shinda. Jamaa wetu basi akaweza kukongeresha kale kabinti kake akafahamisha Vavarai, wewe enda ukalale, wewe ni mtoto mdogo. Lakini Ahmed Shakur akiwa na wakati kama hii, Dimitri aliamua sasa kumkuta Vavarai ni kunyongana, wananyongana Vavarai. Yani wewe unatutuma tukaangamiza mtu ambaye aweze kaudika nani? Ndio tuachana na hiki barua, itabidi niweze kuangamiza wewe mwenyewe. Lakini punde si punde wakinyongana design kama hiyo, maze wetu Marazana aliweza kukuingilia shasha. Vavarai mnanyongea nini? Wewe mnafanya nini Vavarai? Sisi sote ni wa kikosi kimoja na nini? Mbona unapigana na mdosi Dimitri? Mbona unakuja kubishana na mdosi? Nilikwambia uweze kuacha upande wa nyuma, mimi nikuja niongee na mdosi. Sasa wewe unakuja kuataki mdosi. I came here to formally apologize. Lakini Marzana kamfahamisha Shakur. Comment Shakur, nimekuja kukuomba msamaha. Mwanzo kibarua na ambacho umeweza kutupea ni kigumu sana tena zaidi. Huyo manzi akufi bwana.
Give me that warrior. Huyo manzi akufi. Lakini Shakur akamfahamisha, nipe huyu mtu wako. Si akona uvumilivu. Amejifanya anataka kuja kuniangamiza. Yaani unashinda kuangamiza mtu ambaye hapa basi nimekuambia ukamwangamiza, unashinda kumwangamiza. Bas, nataka nipe huyu warrior wako. Nataka uweze kunipea Dimitri, niweze kwenda na yeye. Na ukikataa kumwangamiza huyo manzi nani, nakuona kando. Hebu sasa tukuja kumpata Wangeshi na yeye shasha. Wangeshi na yeye. Huyu sasa ni martial artist mnoma sana tena zaidi. Vile vile hapa basi hata yeye ni mashinani wa hichi kikosi. Hey, what's up? Akaweza kudungiwa mawasiliano akafahamishwa kuna manzi fulani ambaye hapa basi tunataka kuweza kumwangamiza. Na tumeona wacha tutume msichana kiwa wa kwanza. Usikia vile wanamdanganya? Eti wanamwambia yeye ni manzi wanataka kuangamiza. Na kwa hivyo wameamua kutuma msichana akiwa wa kwanza. Hiyo tena kumdanganya wanamdanganya. Eti aenda akamwangamize manzi wetu Ayana. Angejua anaenda kukuta nani, angeweza kujaribu. Na punde si punde ukweli wa maneno, Wangeshi alikuingilia area zenye wezi shasha. It's been a minute. It's been a lot of minutes. Sasa jamaa wetu alikuja kufahamisha Vavarai. Unaona huyu manzi unasaidia, huyu Hayana na ambaye unasaidia atakuja kukuletea shida kubwa sana tena zaidi. She was given a specific task. Akafahamisha huyo manzi alikuwa ameweza kupewa kibarua cha kuangamiza watu wao. Sasa imagine hata wewe mtazamaji, Shakur aliweza kumfahamisha manzi wetu Ayana aweze enda angamize wazazi wake wote. Unaona? Amen, Shakur aliweza kumfahamisha manzi wetu aweza kwenda angamize watu wao wote. Lakini manzi wetu yeye akakataa kuweza kuangamiza watu wao, akamfahamisha kiu Shakur, hakuna vile ambavyo hapa basi naweza nikaenda nikaangamiza watu wetu wote. Heti eti jumentuma never. Hakuna vile ambavyo hapa basi kitu kama hicho kinaweza kikafanyika. Na kwa hivyo manzi wetu yeye alienda kaangamiza mtu ambaye aliweza kumpea kibarua. Akaangamiza magaidi wake Shakur na akaamua hapa basi anaachana na hii kazi ya kuweza kufanya mauaji. Lakini Shakur sasa baada ya watu wake kuweza kuangamizwa akaamua never. Hakuna vile ambavyo hapa basi manzi anaweza kaua watu wake na kisha get away with it. Hakuna vile ambavyo hapa basi anaweza kaenda akaepa kivivi. Lazima aweze kuripia kwa makosa ambayo hapa basi mweza kufanya. Ndio maana hapa basi unaona anatuma wauaji kadha wa kadha waweze kumwangamiza manzi wetu Ayana. Na kama leo hii Wangeshi aliweza kutumwa shasha, manzi hata kamkagua akamfahamisha Vavarai. Ni siku mingi sana tena zaidi tangu nipigane na wasichana. Na kwa hivyo twende bana, twende tufanye hii mambo haraka haraka, faster. Mwenye anakufa kufe haraka bwana. Wangeshi, najua nimefahamishwa mimi sasa ndiye mtu wa kwanza. Wananiaminia, Yaani imagine wanakutumia kasichana. Lakini Wangeshi angejua hata wanaume akina Leonard wameweza kutumwa ile zenye wezi na akina Jose. Angeweza kuongea vile ambavyo anaongea. Good to see you again though. Akina manzi wetu Wangeshi na Ayana wakaanza na shasha. Sasa area zenye wezi ikawa ni kitanzi shasha. Area zenye wezi ikabaki ni kitanzi. Manzi wetu vunjwa mguu na nini, patwa teke la mguu mpaka mguu ikaweza kundislocate. Na kisha nigongai. Unajaribu kunigonga, kuja hapa. Lamba ukuta. Piga ukuta kiss. Aba anacheza na manzi wetu Ayana. Vavarai. Kwani unakulanga mawe? Ana bando. Katambe shasha. Kujapa. Nani? Unajua na kulanga tray mzima ya mayai nani? Unajua na kulanga tray mzima ya mayai.
tray mzima ya mayai kitu gani? Vuchwa shingo. Onwa kando. Yoitwa Ayana. Amana chezo na mwanzo wetu Ayana dogo brother mpenzi mtazamaji. Akamfahamisha Vavarai. Nice one. Ilikuwa training nzuri. Punde jamaa wetu hakuingilia akamfahamisha Vavarai. We have a meeting. What's up? Ingia kwa gari. Nataka tuweze kwenda hapa basi tuweze kubonga na huyo Ahmed Shakur. Tuweze kumfahamisha aweze kuachana na ujinga. Watu wake unaendelea kuangamiza, moja baada ya mwingine unawaangamiza. Na yeye aoni ni ufala anafanya. To put an end to this thing we just started. Nataka tuweze kuongea na Ahmed Shakur, tuweze kumfahamisha Vavarai. Aweze kuturiza igo yake. Kila mtu aweze kuenda nyumbani akiwa uhai. Lakini akiendelea kutuma watu, najua utaweza kuandaria chicha. Sasa waliweza kuweza kumkuta Ahmed Shakur, waweza kuongea na yeye. Wakaweza kumpata Dimitri areas zenye weza kumfahamisha Vavarai. I'm the one you speak to first. Natafuta mtu fulani anaitwa Ahmed Shakur. Lakini Dimitri akamfahamisha kama ni Shakur mnatafuta, itabidi basi tumeweza kubonga na nyinyi kwanza. It was while you were having your meeting. Where is she? In the dumpster behind Franklin Avenue. Sasa jamaa wetu ndipo alikuja kufahamisha na manze wetu ameweza kuua manze mwingine. if this is clear. Ai, yani mmeweza kuua Kamanze, mmeweza kuua Wangeshi jo. Mmeweza kuua Wangeshi jo. These bodies can't be good for any of you. Lakini jamaa wetu akamfahamisha Vavarai, hizi watu wote ambao wanaangamizwa, imagine kama Ahmed Shakur ataweza kuamua tuweze kuachana na hichi kibarua, kila mtu ataweza kuenda nyumbani, acha kutuma uaji na kila kitu takuwa chonjo kabisa. Milk. Sasa mwetu kupigiwa simu na bibi yake. Oi, sasa wana hawa na wao. Right. Wakaanza kuziana uoga. Guys. Angalia kemena ni. Right. End to this foolishness. Jamaa wetu akamfahamisha Vavarai, wacha nikuachie huyu manzi. Unataka kupigana na manzi nani? Nice one. Njoo unaona unajifanya vile unajua. Unajifanya vile unajua vita nani? Vita, unajua vita gani nani? Vita unajifanya unajua vita. Wewe hata naona nikikuachia huyu manze nani? Manze yeye ni kujiangalilia na jiangalilia tu. Akamfahamisha wacha ukishughulikia huyo Dimitri, wacha mimi niende nikabonge na Ahmed Shakur tuweze kujandiriana kiwazee. Manze akaona hii rungu ni orimo, kuja mkono kwa mkono, mwanaume kwa mwanaume. Eti najiita mwanaume nani? Yaani unajilinganisha na mimi? Eti lazima mwanaume kwa mwanaume? Hii sasa ni kuniingilia nani? Twende shasha. Aya. Mpaka Dimitri aliweza kushtuka. Kumbe usemi mwanaume kimwanaume bure. Wewe sasa naona unafanana na mwanaume nani, na kwa hivyo nitakupiga kama mwanaume. Jamaa wetu na yeye ameweza kuja sasa kumtafuta Ahmed Shakur, waweze kubonga na yeye kiwanaume shasha. Jamaa wetu Victor Reyes amekuja sasa kumtafuta Ahmed Shakur, mwenyewe ndiye huyu. Ex-boyfriend wake Ayana. Naweza nikakusaidia namna gani Vavarai? End to this vendetta. Nataka uweze kuachisha hii vendetta. It's too late. Kila mtu aweze kwenda nyumbani akiwa hai Vavarai mwanzo. Going to... Unaona watu wako wanazidi kuangamizwa na huyu manze Vavarai. Hebu imagine ile loss ambayo hapa basi unajipeleka. Lakini upate kwa chini nako. Dimitri anaandaliwa na manze wetu proper. Worried about her? Akamuuliza, you're not worried about her? Worried about nani? Dimitri. Onwa kando. Aba anacheza na manze wetu Ayana. Enyewe wewe ni mwanaume nani? Hata ukisema man to man, umeniambia tubonge kiwanaume, hata mimi nishaweza kukubali nani? Worried? Kama hivi ndivyo napigana nani? Enyewe wewe sasa itakuwa hapa basi ni wanaume kiwanaume tunapigana. Okay, I have an idea. Alright. Ahmed Shakur akamfahamisha jamaa wetu. But Ayana. Naweza nikaachisha hii mauaji yote, lakini on one condition. I'll talk to Marzana
naweza nikaongea na Marzana Cancel it. aweze kucancel hii mauaji yote hawa machinery ambao wameweza kutuma. Sawa sawa? On condition. On one condition. You work for me. You work for me. Sorry. Uweze kunifanyia kazi. Take it or leave it. Deal ama si deal nani? Where? Tumeweza kumfahamisha niliacha kuangamiza watu wakati wa zamani. That's your problem. Unajua unaongea na Herman Shakir wewe. What's wrong? What's wrong nani? Nifanyie kazi kama unataka hapa basi niweze kuachana na hapa basi kutaka kumwangamiza yana. Good. Kama mtu kumfahamisha Vavara ye. Hakuna vile ambavyo hapa basi naweza nikafanya kazi ya ujinga kama hiyo. The extra money. Is either uachishe hii mauaji ama tuendelee kufanya mauaji na pia wewe tukuangamize. Umesikia? Si hata nakubembeleza. Haya, yani unakuja kwangu na nini unaanza kuniongelesha vitu unataka? You heard the order. Nakupea onda sai. Kill her family. Lakini akamfahamisha hata wewe unaona uko na ujinga. Unamwambia awe familia yake. Hata wewe ungeambiwa uwe mamako na babako, ungeuangamiza kweli? Ani? Mbona unataja mamangu? Unajua mimi ni Ahmed Shakir. Wewe. Ahmed Shakir kitu gani? Wewe mnataka vita. Bas. Kuja tupigane hiyo vita shasha. Ahmed Shakir na jamaa wetu Victor Reza. Ahmed Shakir akaendea kimea shasha. Vavara ye. Na kukata. Ayai. Vavara. Yani umekaa hivi ukaanza kufikiria ni kama unafanya kazi butchery nani? Unataka kunikatakata nani kama unakatakata nyama ya 300? Kuja hapa. Umeanza kuona kama unafanyanga kazi butchery nani? You don't have to do this manzi. Tuweze kuongea kama wanaume nani? Lakini nani nakufahamisha tuongee usikii. Bas, akachukua sasa Q-stick. Vabara ye. Hii kichwa yako naona inakaa 8 ball. Hii kichwa yako naona inakaa 8 ball. Wacha niweze kuona hapa basi kama nitaweza kupima na hii Q-stick. Ahmed Shakir na jamaa wetu Victor Reza. Jamaa wetu kachukua kisu akaweza kumsukumia Ahmed Shakir kisu ya tumbo. Design kama hiyo. Na kisha akaweza kukizungusha vizuri kwa tumbo. Kuweza kumake sure kwa maana kwa eti Ahmed Shakir ni kuisha maneno. Mdosi kamili wa magaindi ameweza kuonwa kanda. Na kisha timanya basi kama ilivyo kawaida wakakuja basi wakaamua samaki ziweze kupewa sherehe yake. Wakakuja basi wakaweza kurusha mwili wake Ahmed Shakir hapa basi kupenda hizo zenyewe. Wakaamua samaki lazima ziweze kuenjoy proper. Lazima samaki hapa basi ziweze kukua hapa basi na kapate kidogo. Lazima samaki hapa basi kupenda ziweze kuenjoy vilivyo. Kisha sasa Manziweta akachukua simu yake Ahmed Shakir akaweza kumdungia mawasiliano huyu sasa Marzana akamfahamisha. Hello beautiful. Hapo sasa ndipo Marzana alikuja kujua Shakir anikwisha maneno. Manziweta akamfahamisha kaka isikiza. Nimeweza kumwangamiza Ahmed Shakir. Na sasa najua wewe sasa ushakuwa promoted. Sasa wewe ndiye mdosi mpya. Hii kitu tunaweza tukamaliza Vavare. A girl to girl. What kind of understanding? Nataka tuweze kukuwa na understanding hapa. Sending people to kill me. Aina haja uendelee kuweza hapa basi kutuma watu wakuja waniangamize na mimi wanakuja na waangamiza. Utaendelea kuhusu watu wako nani? Utaendelea kutuma watu wako na mimi naendelea hapa basi kuangamiza watu wako. Na kwa hivyo haina haja hii mambo yaendelee hivi. Kila mtu ako na kazi ya kufanya. Najua uko na kazi ya kufanya na mimi niko na kazi ya kufanya. And not to die. Hakuna haja kila mtu akufe. Na kwa hivyo
wachana na mimi niachana na watu wako, wache kunifuata na wewe watu wako wakae wakiwa hai. Simple. Tungaa conversation. Najua wewe sasa ndiye mdozi na ndio maana nimeweza kukudungia mawasiliano. Tuongee kama mandem, tuongee kama mamanze, tuweze kusikizana. Look, I'm only middle management. Akaweza kumfahamisha Vavarai, mimi Marzana sina shinda na wewe Ayana. So Yes. tunaweza tukasema hapa basi hii mambo weze kuishia hapo. Hakuna mtu atafuatana mwingine na kwa hivyo hakuna vifo zingine. Yes. Yes? I'm glad we had this little talk. Just between us girls. Wakaweza kuangri, lakini mazo wetu anajua Marzana vizuri. Vavarai akajua. I keep trying to kill me. I know she will keep trying to kill me manze. Hiyo tu ilikuwa conversation ya Njaro, na kwa hivyo najua Marzana ataendelea hapa basi kutaka kuweza kuniangamiza. Sasa umeishi kusikia wakisema wataweza kumuita Swordsman. Marzana alisema huyu manza nafaa kukufa na nafaa kukufa kifo cha uchungu, na kwa hivyo wakaamua kumuita Swordsman. Shasha, umeishi kusikia kukiitwa Swordsman. Sasa wacha sasa mimi nikuja kukuonyesha Swordsman mwenyewe ndiye nani. Swordsman ni huyu jamaa kwa jina la Gondo. Mkague shasha. Swordsman mwenyewe ndiye huyu ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huyu sasa ndiye Swordsman. Na kama leo hii ameweza hapa basi kupewa kibarua cha kuweza kumwangamiza jamaa fulani, kwa hivyo hapa basi ndio maana hapa basi na kuingilia era zenye wezi na kama nyosoka kwa mkononi zen kama hiyo. Yataka kumwangamiza huyu Kader. Punda sipunda kwenda kumwangamiza. Akaweza kudungiwa mawasiliano akafahamishwa. Moshi. Kibarua kiko. Kuna manze kwa jina la Ayana na anaishingi mahali fulani wa fulani, wanaishi na mtu fulani wa fulani, ende muangamize. Umesikia bas. Sawa mdozi. Kibarua lazima uweze kufanywa. Akaweza kumwangamiza yule target na hapa basi alikuwa amepewa kazi yake kumwangamiza leo hii, na kisha timaye next target ni Ayana. Na unasikia huyu Swordsman kwa jina la Gondo. Huyu sasa ndiye the best of the best kwa hichi kikosi cha hawa magaindi shasha. Huyu sasa ndiye anaitiangwa wale watu ambao hapa basi wameweza kuwashinda watu wote. Hey. Hey, can we talk? Sasa bibi yake jamaa wetu alikuja kumfahamisha Vavarai. Najua usiku hapa basi yani hakuna mahali ulienda eti kazi eti yo. And I know you weren't running errands. Najua kuna kazi ulikuwa unafanya. You never picked up the lumber. I know there's something else. Kuna kitu kingine na ambacho unafanya. Na nashuku ni kuongea kwa nani? Not like that. Lakini jamaa wetu confirmation is not like that manze. Jo, usifikirie vibaya. About the stuff we don't talk about, aren't we? Akakuja manzo wetu akamuuliza, najua huenda huyu Ayana I think so. ndiye namba hapa basi anasababisha hii mambo yote. I wish I could tell you more. Lakini jamaa wetu akamfahamisha manzejo. Back at the beginning, I knew there'd be things that you couldn't tell me. Najua kuna vitu ambazo hapa basi zinaendelea heri zenyewe hizi. Vitu ambazo hapa basi sio mzuri. Lakini akamfahamisha, nitaweza kumake sure kama kwa iti kila kitu To me. You know that, right? kitakuwa fiti na kitakuwa shwari kabisa. Nitaweza kumake sure kama kwa iti hapa basi familia yangu iko safe, iko buheri wa afya, na hapa basi iko mahali, iko kwenye mikono mizuri. Nitaweza kumake sure kama kwa iti familia yangu haiko kwenye hatari hata kidogo. Nami mtazamaji rutikanda sasa yule Swordsman kwa jina la Gondo. Cheki vrna ambavyo sasa na kunorea kisu dogo brother penzi mtazamaji. Yule Gondo. Yeye sasa ashaingia kwenye beast mode. And your lovely family. I mean, you're leaving now? Hawa wana habari kwa maana kwa eti hapa basi Swordsman ameweza kuitoa. Sasa huyu manzi kwa jina la Ayana
akaamua basi kuweza kumuaga jamaa wetu design kama yakamfahamisha kama tushaweza kumwangamisha Ahmed Shakir, kama tushaweza kumwangamisha hapa basi, yani kumwangamiza Ahmed Shakir, wacha mimi niweze kuchomoka, weza kubaki na familia yako, na I hope kila kitu kitakuwa shwari kabisa. Hawana habari kwa maana kweti hapa basi yule muuaji kwa jina la Sonzman hapa basi na ambaye anajulikana kama Verbas Pendagodo ameweza kutumwa na ako njiani ni kuingiria hapa basi kupenda Erez Nyawezi kuweza kumtafuta huyu yule manzi kwa jina la Ayana aweze kumwangamiza. Sasa jamaa wetu alikuingilia sasa hapa basi kupenda kwenye familia yake, akaweza kuikagua. Yeye anafikiria hapa basi kupenda kila kitu, zile danger zote na ambazo hapa basi zilikuwa hapo, zile hatari zote na ambazo hapa basi zilikuwepo zimeweza kuisha mwanzo. Yule manze kwa jina la Ayana ameweza kuondokea hii familia, na vile vile washaweza kumwangamiza yule gaindi kwa jina la Ahmed Shakir. Anajua sasa kila kitu kitakuwa shwari kabisa. Lakini na yeye manze wetu Ayana alijua hakuna vile Marzana naweza kachana na yeye, na kwa hivyo akaamua kabla wanikute, wacha mimi niwakute mimi mwenyewe. Sasa akakuingilia nani mpaka manyumbani kwake Marzana kamfahamisha, nataka tuweze kumarizana hapa kwa hapa nani Dimitri. Akakuingilia na kisha hapa basi akaweza kumpata manzi wetu, wakaanzana shasha. Unajua na kunywanga soda kireti mzima nani ha? Unajua na kunywanga soda kireti mzima Vavarai ha? Na unakuja kupigana na mdozi wangu nani na kunywanga soda kireti mzima jo. Rusho kwa swimming pool. Haba anacheza na manzi wetu Ayana. Rudi nani, unatoka unaenda wapi? Unatoka unaenda wapi nani? Unakunywanga soda kireti mzima Wacha nione unaweza kukunywa maji kireti ngapi. Nataka uweze kukunywa maji kireti 2. Si unakunywanga soda kireti mzima. Kunywa maji kireti 2 shasha. Unakunywanga soda kireti mzima. Nataka sasa uweze kukunywa maji kireti 2 Vavarai. Manza wetu akaweza kumfahamisha Vavarai, nataka uweze kukunywa hii maji yote kreti 2 Vavarai, kwenda huko. Dimitri kitu gani? Aba anacheza, lakini manza wetu akaweza kupatwa na Marzana shisha. Girl to girl talk. Wacha sasa tuweze kuona nani namba hapa basi ataweza kuibuka mshindi. Marzana hata wewe kunywa kreti yako. Hata wewe nataka hapa basi uweze kukunywa kreti yako Vavarai. Kunywishwa maji. Kreti ya kwanza, kreti ya pili, kreti ya 3, kreti ya 4 ya sonda. Na kisha manzi wetu akaweza kuchomoka. Si mnakunywanga sonda kreti mzima Ha. Wacha tuone hapa basi mkikunywa kreti 5 za maji, mambo itaweza kuporea namna gani? Nami nikufahamishe turuti kando dogo brother mpenzi mtazamaji, yule muuaji kwa jina la Gondo. Sonzman kwa jina la Gondo ni kuingiria shasha. Sonzman kwa jina la Gondo, maskini wa Mungu manze, ni kuingiria Erez Nyawezi, na yuamtaka huyu manze kwa jina la Ayana. Worse and worse every year. So, in town for... Sasa njoni kaendelea na kaa kimuuliza Vavarai. Sasa angalia, umekuja kufanya nini Erez Nyawezi? Akamfahamisha, nimekuja mazishi Vavarai. Aba anacheza na huyu Gondo. Sasa jamaa wetu Victor Reyes anazindingi kufanya mazoezi Erez Nyawezi, mwanzo ashajua kila kitu kishakuwa shwari kabisa. Manzi wetu Ayana shaweza kuchomoka, na kwa hivyo familia yake iko salama.
Na kwa hivyo yeye basi ashaweza kurudi maisha yake vizuri, maisha ya kawaida, wanatembea na binti yake design kama hiyo, huku basi wakicheza ile zenyewe, akiendelea basi kipenda na kazi yani ama basi kipenda shughuli zake za kimaisha za kila siku. Lakini kijana wake Max aliamua hapa basi aweze kuingia kwenye shule na ambalo hapa basi ni la babake la kufunza martial art. Kukuingilia akaanza kufanya mazoezi style kama hiyo, lakini punde si punde Gondo yule Swordsman, wewe ni nani? Nataka kuja na wewe, ukuje na mimi. Lakini kwa kijana kanajua vizuri sana tena zaidi, karifahamisha na babake mtu akijaribu kucheza na kenyewe akawezi hapa basi yani aweze kumuonyesha chamta makuni. Aka kijana leo ni kadogo dogo brother mpenzi mtazamaji, kanapita katikati ya miguu yake Gondo design kama hiyo, lakini hatimaye basi kanaweza kukamata akafahamisha babare. Sikiza, unakuja na mimi You and your father. ama niweze kukuangamiza na niende niangamize babako. Umesikia? Kakijana kakaweza kuingiza uoga na kisha hatimaye basi kakaweza kubebwa na yule Gondo akaweza kuchomoka nako. Sasa watu jamaa wetu kuingilia kwenye lile shule lake, mahali na ambako walikuwa wamepanga kupatana na mtoto wake Max aweze kupata, ni simu iko hapo na imewekwa recording. Max ndiye huyo ameweza kutekwa nyara. Max Victor, tumeweza kuonana tena. Nataka mtoto wako hii. Sawa sawa. What do you want? I want the girl. Nataka huyo msichana kwa jina la Anaya nani? Na nakutaka pia wewe. Na kwa hivyo kuja mahali fulani wa fulani tuweze kupatana. Sasa jamaa tunajaribu kumpigia Ayana simu. Ayana kumbuka shaweza kuepa kuingilia manyumbani kwake kuweza hapa basi kuconfirm kila kitu kiko shwari kabisa except Max. Ndiye namba hapa basi ayuko hapa manyumbani. Mpaka bibi yake aliweza kumwangalia kujua kuna kitu ambacho hapa basi sio cha kawaida kinaendelea hera zenye wezi hata kidogo. Manzi wetu akaweza kuvutanisha moja kwa moja kujua basi kijana wake Max manzi ako kwenye hatari, ni kutekwa, maweza kutekwa nyara. Jamaa wetu na yeye akakuja sasa, kaanza kuchukua magwenda yake, akamwona wewe sasa Gondo umekuja sana Vavarai. Reflex. Sasa kijana anakuja kumfahamisha, Vavari, mbona unakunywa pombe? Baba yetu akitufunza martial arts anatuambianga pombe, ukikunywa pombe unakuwa mslow, una slow your reflex. Anticipation. Lakini Gondo akamfahamisha Vavari, spini ambayo anakuanga nayo ya kupigana, nahitaji kukunywa pombe ndio at least niweze kuslow kidogo mwanzo. Nikikupiga na spini yangu nikiwa sijakunywa pombe, maskini wa Mungu hatuwezi hata tukapigana kwa dakika zaidi ya nukta 2 na nini. Nitakuwa nimeweza kukupiga nikakuangamiza. Nataka babako anakuja. Si ndiye anakuambianga mtu akikunywa pombe anakuanga na reflex ndogo hii. Ana reduce speed. Nataka kuja tupigane na yeye. Uone vile nitamtaandika nani. Nataandika babako kiangalia Vavarai. Huyo baba na ambaye alikwambia mtu akikunywa pombe anakuwa yani anakuwa hapa basi slow. Nataka akuje sasa nimtandike mwanzo. Spini na ambaye anakuanga nayo na nini mwenda wazimu. Lakini kijana wetu anajamfahamisha babangu akikuja ataweza kukuangamiza. I'm very sure. Sasa hili zenye kuna Dani na yani kuna Stunya na huyu Mona. Oi. Hili zenye kuna Stunya na Mona wakafahamisha. Huyo jamaa akiweza kukuingilia hili zenye muweza kudeal na yeye. Mimi namtaka hapa basi kupenda yule manze kwa jina la Ayana. Akina Stunya na Mona wakaweza kufahamishwa hapa basi waweze kudeal na jamaa wetu Victor Reza. Mwanzo wetu anamtazama hapa basi bwanake akiweza kuchomoka design kama hiyo. Mwanzo wake na msononeko, mwanzo kijana wake ashaweza kutekwa nyara manzi. Lakini jamaa wetu akaweza kuchukua rondi sasa moja kwa moja, akuingilia mahali na ambako yule Gondo, yule Swordsman alipo, waweze kubonga 1 2 3 uweze kumfahamisha mbona kaweza kuteka nyara kijana wake.
Alright. Jamaa wetu ameweza kufika sasa basement. Ashaweza kufika kwenye ile maskani. Akakuja akakuta akina Mutiso wako area zenye wezi. Mutiso. Ukangotavia. Mutiso. Mutiso. Nyinyi ni watoto wadogo sana tena zaidi. Namtaka Gondo. Mutiso mnakujia nani? Mudhiani onwa kando. Mudhiani onwa kando Vavarai. Musioka. Aba anacheza na jamaa wetu Victor Reza. Sasa hapo ndipo manzi wetu alikuingilia. Sasa yule Ayana akakocha kamuuliza Vavarai, Locked. nimepata bwana yako amenipigia simu mingi sana tena zaidi. What's up? Drove off. Kila kitu kiko sawa. Akakuja kumfahamisha Vavarai, Max ameweza kukamatwa na magaidi. This is Na hii shinda yote wewe ndio umeweza kusababisha. you can be so Nataka uweze kwenda uniletee kijana yangu hapa mwanzo. Wewe ndio ulileta hii shinda kwa familia yangu. Chukua hii simu yangu. Tunakwanga tumeweza kushare location na bwanangu. Ukichukua hii simu utaweza kuona mahali ambako hapa basi bwanangu alipo. Nataka uende uweze kuniletea kijana wangu na bwanangu wakiwa uhai. Umesikia wewe ndio uliweza kuleta hii shinda. Bas. Jamaa wetu shaweza kumalizana na kina Musiokana wa Mutiso. Sasa kakuja kupatana na kina Stunya na Mona. Wenyewe ndio hawa shasha na wanarekondiwa. Stunya. Unaona vile nimestunya nani? Stunya shasha. Stunya na Victor Reza. Mona. Sasa wewe Mona na wewe. Mona. Good either. Na hii yote Gondo ni kujitazamia na jitazamia nani? Anasema huyu kijana si mbaya, babako si mbaya sana. Anakaa anajua kupigana kidogo kidogo. Munae kwa kandoa. Stunya shasha. Stunya. Stunya nani? Stunya na Mona. Hapa basi wanaweza kuwa nameamua hapa basi ataweza kumwandalia jamaa wetu. Punde si punde. Manze wetu Ayana akaweza kufika shisha. Mwenye ndio huyo. Manze wetu Ayana na Gondo. Unasikia Gondo? He is the best of the best nani? Amana cheza na Gondo. Manze wetu ameweza kukatwa. Jamaa wetu na yeye. Stunya. Stunya anasukuma mandonde mengi. Mona na yeye ameweza kumshika. Toka. Jamaa wetu kuweza kumshika. Stunya rushwa kando. Ameweza kuangamizwa. Mona kuona Stunya ameweza kuangamizwa. Ai, Vavarai, yani umeangamiza Stunya na vile ulikuwa umestunya njo. Umeangamiza Stunya Mona akaja mshasha. Yani Vavarai umeangamiza Stunya nani? Unaangamiza Stunya. Unaniambia unaangamiza Stunya, wewe acha nikuonyeshe vile na kufanyia. Mona akakamata na kisha mtoto wangu wako wapi? Ako Sayuni. Ete ako Sayuni. Inhale. Cheki vile nambavyo hapa basi Mona aliweza kufanyiwa shisha. Yaani naambia mtoto wangu ako Sayuni nani? Mona aliweza kushikwa na kisha. Patwa. It didn't have to end Na this kisha way. keyo. Onwa kando. Manze wetu na yeye Ayana wanaonana vita sasa, ukipenda na huyu kaindi kwa jina la Gondo. Gondo na Ayana. Jamaa wetu sasa shaweza kumalizana na Stunya na Mona. Anawataka sasa hawa kina Gondo
Jamaa wetu yomtaka Gondo na mtoto wake kisu na ambacho hapo basi Gondo alikuwa anatumia kikaanguka mahali na ambako kijana alipo design kama hiyo. Jamaa wetu akakuja kapata heroes nyewezi kuna minyororo bas. Wewe Gondo sasa, Gondo wewe utakuja kupenda. Kijana akachukua ile kisu, anataka hapa basi aweze kukata hizi kamba ambazo hapa basi ameweza kufungwa nazo. Ona! Ina maana basi huyu Gondo ameweza kuharibika. Kijana anakata kamba design kama hiyo za miguu akaweza kukata. No. No what? She's dead. Your boss. He's not my boss. I mean, Sasa manzi wetu alikuja kumfahamisha Vavarai. You is. Mwenye mekutuma kwa hii kibarua Marzana, niliweza kumwangamiza usiku. Najua wewe ni mzee, wewe ni mtu wa tradition, uangaliangi simu yako ovyo ovyo. Lakini mwenye ambaye amekutuma ameweza kuiaga dunia. Na sasa hakuna mshahara. Na sijui kazi unafanya nini. Vavarai, ni vizuri kila mtu atoke hapa akiwa uhai. Wewe nenda zako na mimi nienda zangu. Mwanzo, mwenye amekutuma kwa hii kazi niliweza kumwangamiza kitambo. when I get tired. Lakini akamfahamisha, when I get tired, I finish the job. That is the Bushindo way. Lazima nikiweza kupewa kazi niweze kukamilisha. Mshahara iwe ama isiwe, lazima niweze kumeshwa kama na kwa eti nimeweza kukamilisha kibarua changu. Na kisha wakaanzana tena shasha. Manzi wetu Ayana akakamata na kisha Gondo chakifrana aliweza kumfanyia manzi wetu Ayana shasha. Akaweza kumwinua juu design kama hiyo na kisha akaanza kumnyonga kijana naye hapa basi shaweza manzi wetu aliweza kupata fishta na kisha akaweza kuonwa kando. Kijana wetu akakata kamba ndio, lakini na yeye manzi wetu Ayana ashaweza kuonwa kando. Gondo akakuja kwa confirm, akasikia kuna heartbeat. Manzi ni kuaga ameweza kuiaga dunia na kisha akajua bas kibarua cha kumwangamiza manzi nimeweza kumaliza. Kijana wetu naye ashaweza kukata kamba. Kijana wetu ako na confidence. Vavarai toka nani? Sipiganangi na watoto. Kijana naepa akamwekelea Gondo. Lakini eneo mtazamaji huyu ni kijana mdogo na kwa hivyo aliweza kupatwa KO moja. Akapatwa KO akafahamishwa. Kakikunja ngumi kanagongango kama babake na kwa hivyo akaonwa kando. Punde si punde jamaa wetu mpaka Gondo nasema I hate this kid, namchukia. Lakini jamaa wetu aliweza kukuingilia jamaa wetu Victor Reyes akamfahamisha Vavarai, mbona usiweze kupigana na watu wakubwa? Mbona usiweze kupigana na mtu ambaye hapa basi mnatoshana na yeye nani? Leta kisu. Na kisha Vavarai kuja hapa. Wakanzana. Lakini nisha kufahamisha dogo brother mpenzi mtazamaji, huyu Gondo Gondo ikikuingilia sasa ni mkono. Yeye sasa ni mtu ambaye hapa basi abana machezo dogo brother mpenzi mtazamaji. Na kwa hivyo aliweza kumkamata jamaa wetu Victor Reyes. Akaanza kumwekelea makeio shasha. Manzi wetu na yeye alikufahamisha tukinagobaga. Hakuna kukufa amekufa. Ni kujifanya majifanya. Jamaa wetu akaanza kupepeta sasa vizuri na huyu Gondo. Nani? Ninakwambia ufunza huyu kijana wako adabu. Aanze kurespect elders nani? Kijana wako umfunze adabu. Aanze kuheshimu wakubwa. Umfunze kijana wako adabu. Kijana mmoja anafunza adabu ni nani? Uja hapa achana na ndandi wewe. Achana na ndandi. Lakini kijana aliwekelewa. Toka.
Yani unagonga kijanangu nani? Jamaa wetu akajua manzi ni kujifanya amejifanya. Akaanza kujifanya. Mbona ukaangamiza sasa ex wangu oi? Umeangamiza Ayana oi. Mpaka Gondo akamfahamisha, mimi sikuwa na hoja na kukuangamiza ama kuangamiza kijanako. Nishaweza kumwangamiza Ayana. Na kwa hivyo kibarua changu ni kuisha. Maneno jamaa wetu vile anajifanya ati kulia na lia. Na najua vizuri sana tena zaidi manzi ni kujifanya anajifanya ameweza kuangamizwa. Manzi ni kujifanya ameweza kujifanya. You think you may be overdid it? Mpaka manzi alimwambia, nani, unaweza ukakuwa hata mzuri nani? Unajifanya mpaka mtu anaweza fikiria ni kuko karibu kukunia nani mwanzo. Kulia na ambayo nalia nani? Aba anacheza. Sasa Gondo yeye kukupanda wenye najua. Nishaweza kumwangamiza juu. Hata kama kuna mshahara, nishaweza kumaliza kibarua juu. Nishaweza kumaliza kibarua manzi. For a minute. What? You can stop your heart beating for a minute? Sasa jamaa wetu akamuuliza umeweza kufanya namna gani? Lakini mwanzo kumfahamisha, mimi naweza nikaachisha roho yangu kupiga. So na ndio kitu ambacho niliweza kufanya. Mpaka Gondo wakati nambari kuja kuconfirm. Niliweza kuachisha roho yangu kupiga kwa hapa basi masekunde kadha wa kadha. Akaniweza kuniguza kasikia hakuna heartbeat. Akajua maweza kuniangamiza lakini kweli kwa maana ni kwa maana kwa eti hakuna kuangamiza na ambaye hapa basi maweza kuniangamiza. Huyo kijana ni hatari sana Vavarai. Nimeona tuwezi tukapigana na yeye huyo Gondo. Na kwa hivyo the only option ilikuwa hapa basi ni kuweza hapa basi yani kujifanya nimeweza kudendi. Wakaweza basi kuchukua na wote ndani kama hiyo na kisha hapa basi hatimaye wakaweza kuelekea kule manyumbani. Wakaweza basi kusherekea ndani kama hiyo mwanzo. Kila mtu ashaweza kukua save. Washaweza basi kumwangamisha hapa basi yani washaweza kumwangamiza Hamid Shakur. Washaweza basi kumwangamiza Marzana na magaidi wake wote. Washaweza kuwaona kando. Wakiwa basi umeweza kuona kando design kama hiyo dogo brother mpenzi mtazamaji. Hapa basi na mimi nikicheki naona picha rate. Manzi. The Killer Act. Ni kuisha linaisha juu. Jamaa wetu basi akabaki akiweza kuwafunza hapa basi kakijana kake combat tactics mwanzo. Shaweza kuona haka kakijana. Kakona confidence nyingine muendana ni. Kakona confidence nyingine hapa basi hata kubwa sana tena zaidi ya. Unaona? Kakona confidence nyingine na hapa basi ni muenda wazimu sana tena zaidi manzo wetu na yeye manzo wetu Ayana akaweza basi kuchukua hapa basi pikipiki lake design kama hiyo na kisha hatimaye basi akaamua kwenda kuishi maisha yake kivyake bila kumsumbua mtu yeyote. Manzo wetu basi ukipenda Ayana akiweza kuchukua hapa basi kupenda pikipiki lake design kama hiyo akiweza basi kwenda kuishi maisha kivyake design kama hiyo na mimi nikichekino na picha reto Killer Act. Dakika ni za mwisho. Killer Act. Dakika ni za mwisho dogo brother mpenzi mtazamaji. Lakini picha ilikuweza kuisha. Picha ilikataa kuisha dogo brother mpenzi mtazamaji. Kwa nini? Mwanzo jamaa wetu alikuingilia sasa. Kumbuka hapa basi kwenye mwanzo wa sinema yule mdozi ambaye hapa basi aliweza kumruhusu jamaa wetu aweze kuacha kazi. Huyu mdozi anajulikana kama hapa basi kupenda Sujimoto. Jamaa wetu alikuingilia kwake Sujimoto kamfahamisha Vavarai. Najua wewe sasa ndiye the grand master wa hichi kikosi cha kimagaidi. Na kwa hivyo najua uende ukaweza kufikiria kumwangamiza Ayana. Mwanzo ameweza kuangamiza watu wako. Whose face is that? It's you. Unasikia? You're at fault. You put your family in danger. Not me. You chose this life. You started a family. Jamaa wetu akamfahamisha nani, endelea kupayuka tu.
endelea kupayuka. Lakini ile siku na ambayo utawahi weza kufikiria kwenda kumkuta Ayana ama uweze kunikuta, wazo unajua vizuri sana tena zaidi, wewe ndiye the Grand Master wa hichi kikosi. Na ile siku na ambayo hapa basi utaamua kuweza kunipata, Vavarai, I promise you, I kid you not, hiyo siku, It's a zero-sum game, isn't it? hiyo siku ndio siku na ambayo hapa basi utakuja kujua Victor Reyes ni kusema namna gani. Fanya kila kitu, lakini usiwahi weza kujaribu kufikiria kwa njia yoyote ile. Hata Godo naona ako hapa ni pombe na kunywa tu. Sawa sawa, haina shida. Lakini ile siku na ambayo hapa basi mtaweza kuamua hapa basi ukuje. Najua hata wewe ndo unafikiri ulimwangamizanga nani, hukuweza kumwangamiza, hukuweza kuangamiza Ayana. Lakini ile siku na ambayo mtaweza kufikiria kwa maana kwa eti mkuje kutuangamiza, hiyo siku Vavarai, We're on vacation. hiyo siku ndio mtakuja kujua mbivu na mbichi. Yeah, Na hiyo mtazamaji ni kutuonyesha kwa maana kwa eti hapa basi kuna uwezekano wa kuweza kupatikana hapa basi kwa sehemu ya pili ya picha letu Killer X. Mtazamaji, nataka unielewe, sijasema kuna sehemu ya pili. Nimesema kuna uwezekano wa kupatikana kwa sehemu ya pili mwanzo. Huenda huyu Sujimoto akaamua hapa basi kumwangamiza Ayana, akaamua hapa basi kuweza kukuta familia yake jamaa wetu Victor Reyes. Kama kutawahi weza kutokea sehemu ya pili mtazamaji, sitaweza kusita kuweza kuwaletea sehemu ya pili, but for right now haijaweza kutoka. Lakini kama kutakuwa hapa basi na uwezekano wa kuweza kutoka kwa picha letu hapa basi kupenda Killer X sehemu ya pili, nitaweza hapa basi kuweza kukuandalia dogo brother mpenzi mtazamaji. Lakini right now sehemu ambayo tuko nayo ni sehemu ya kwanza, nami nikicheki naona Killer X sehemu ya kwanza, dakika ni za mwisho. Akabishini wako Mastundia, DJ Jing Movies. Asanteni sana na karibuni tena Mastundia. Asante sana. Mardadi.